Yes, huarigani mpenzi mwana michezo, hasa mpenzi wa klabu kubwa Tanzania. Nazungumzia klabu ya Dar es Salaam Young African. Twende kuzungumzia na kutazamia mchezo huu, mchezo ulio mbele yetu, mchezo ambao tayari mambo yamewaka moto. Tutakwenda kuanza na kutaja vikosi vya timu zote mbili, lakini tutakwenda pia kuzungumza pia masuala yanayohusu klabu ya Dar es Salaam Young African katika kipindi hiki ambacho tunasubiri wachezaji warejee katika uwanja, na twende tuzungumze kwa pamoja kuhusiana na sajili zile ambazo zinaendelea ndani ya kikosi cha Young African. Lakini cha kwanza nahitaji kula yako mpenzi mwana michezo, uniambie kati ya wachezaji hawa unahisi mchezaji gani anabidi kuondoka kwenye kikosi cha Young African, na klabu ya Young African wako sahihi kufanya haya au wamezingua? Kwa sababu wachezaji kama Prince Dube Dep, mchezaji kama Pacome Zouzoua, mchezaji kama Mwamnyeto na wengine wengi wakina Israel Mwenda wamewekwa kwenye lady close, yani kwenye sehemu ambayo wanaweza kuuzwa au kuondoshwa kwenye kikosi cha Young African. Lakini issue ya Pacome iko tofauti na vile ambavyo wengi wanaifikiria. Issue ya Pacome si kiwango kushuka, si kucheza vibaya, bali ni ile kuwa na majeraha ya muda mrefu, na hii ndio inaweka Young African kwenye njia mbili kuangalia kama wanaweza wakamwachia au wakaendelea kubaki kwenye kikosi cha Young African. Lakini hii haijaathiri kupangiliwa kwa kikosi cha leo, kwa sababu Pacome Zouzoua yupo pale kwenye kiwanja na anacheza eneo la nambari 10 akiwa kama mchezaji mwandamizi wa klabu ya Dar es Salaam Young African. Lakini swala lingine ambalo klabu ya Young African wanalifanya moja kwa moja, ngoja tutaje vikosi kwa haraka kabla hatujakwenda kwenye matangazo ya moja kwa moja ya mpira huu. Lakini usisahau kusubscribe na kuniambia kwenye comment unashabikia Yanga kutokea maeneo gani, kwa sababu klabu hii ya Young African ndio klabu kubwa Tanzania. Tuanze kikosi cha Young African kama kawaida ilivyo. Golini yupo Djigui Diarra, eneo la nambari 2 yupo bwana mkubwa Yao Kwasi Ataula, namba 3 ni Boka wa Boka, nambari 4 si mwingine tena ni Ibrahim Baka Abdure, nambari 5 si mwingine tena ni yule captain fantastic El Capito, tunamzungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto, namba 6 Duke mwana wa Hoga Abuya, nambari 7 si mwingine tena anacheza pale kwenye eneo nambari 7 anacheza Arani Super Okelo, nambari 8 si mwingine tena anacheza Maxim pia Nzingeri, kiungo Bamia, kiungo Shet, nambari 9 si mwingine tena ni Prince Mfumelo Dube, namba 10 si mwingine tena kama tunavyojua kwenye kikosi cha Young African Mudathir Yahya basi amekuwa na impact kubwa. Leo yupo eneo la namba 10 na nambari 11 si mwingine tena ni yule mwana wa kuwaua wengi ambaye amewakela wengi sana, tunamzungumzia bwana mkubwa yule mwenye kiwango kikubwa Pacome Zouzoua. Twende moja kwa moja pale uwanjani na mambo yatakwenda sawa, lakini tutazungumza mambo mawili matatu kuhusiana na sajili. Wachezaji wa Yanga ambao hawaguswi, ni untouchable, hawauzwi na hawakwendi popote, ni Djigui Diarra, Yao Kwasi Ataula, Duke Oga Abuya, mchezaji Maxim pia Nzingeri, mchezaji Aran Okelo. Hawa ndio wachezaji wa kigeni ambao wako untouchable kwenye kikosi cha Young African. Iwe mvua iwe jua, hawauzwi na kikosi hiki cha klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Sasa kuna masuala kama mawili matatu nataka tuyazungumze mimi na wewe shabiki wa klabu ya Dar es Salaam Young African, lakini usiache kusubscribe na kuniambia wewe shabiki wa Yanga kutokea maeneo gani, kwa sababu huu ndo sehemu pekee utakwenda kupata matangazo ya moja kwa moja ya live bila chenga mchezo utakapoanza. Usahau kusubscribe, tutakutana wakati mwingine. Asante.